Mtazamaji, hapa nakuletea makala ambayo inaangazia kuhusiana na jinsi ambavyo China inavyocheza kati ya Irani na nchi za Ghuba. Namna gani ambavyo China wao kati yao hapo wanaicheza vizuri, hasa katika nyakati hizi ambazo vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vikizidi kushika kasi. Na hii ni makala ambayo imeandikwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC. China inajaribu kusawazisha kwa umakini uhusiano wake kati ya Irani na nchi za Ghuba, huku Bahrain pamoja na nchi nyingine za Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC zikisukuma hatua zaidi kupitia Umoja wa Mataifa ili kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Licha ya Beijing kupinga katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa matumizi ya nguvu kulinda njia za usafirishaji, China pia imeweka wazi kuwa haiungi mkono mashambulizi ya Irani dhidi ya nchi za Ghuba. Hii ni mara ya pili kwa China kutumia lugha hiyo kupinga maazimio yanayohusiana na Ghuba. Tangu vita kwanza, mawasiliano ya wazi ya Beijing na Iran yamekuwa hafifu ikilinganishwa na uhusiano wake na nchi za Ghuba kama Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Wachambuzi wanaamini China haitakuwa tayari kuiunga mkono Tehran ikiwa itahatarisha uhusiano wake na nchi za Kiarabu, hasa kwa kuwa mahusiano yake ya kiuchumi na nchi za GCC ni makubwa zaidi kuliko yale iliyonayo na Iran. Msimamo wa China kuhusu matumizi ya nguvu katika mlango wa Hormuz ni upi? China imepinga juhudi za Bahrain, rais wa sasa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kuendeleza azimio litakaloruhusu nchi wanachama kutumia njia zote zinazohitajika kulinda usafiri wa kibiashara katika mlango wa Hormuz. Vyombo vya habari kama vile Guncha viliripoti kuwa rasimu hiyo iliyoungwa mkono na Marekani na nchi za Kiarabu za Ghuba ilipingwa na China, Urusi na Ufaransa, ambazo zilipinga wazi lugha inayoruhusu matumizi ya nguvu. Balozi wa China katika Umoja wa Mataifa Fu Kang alisema hatua hiyo ingehalalisha matumizi mabaya ya nguvu na kuongeza mvutano. Katika mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayyan mwezi Machi tarehe 2, China ilipendekeza mpango wa pamoja wa pointi 5 pamoja na Pakistan, ukisisitiza kulindwa kwa usalama wa mlango huo na kurejeshwa kwa usafiri wa kawaida wa meli. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alisisitiza kuwa hatua za Baraza la Usalama zinapaswa kupunguza mvutano, kusitisha vita na kurejesha mazungumzo badala ya kuhalalisha vita au kuongeza hali mbaya. China imeeleza wazi kupinga mashambulizi ya Iran dhidi ya nchi za GCC. Fu Kang aliambia Baraza la Usalama kuwa China haiungi mkono mashambulizi dhidi ya Iran, hasa katika nchi za Ghuba. Hata hivyo, China pia ilikataa kuunga mkono azimio la kulaani Irani, ikisema halikuwasilishwa kwa usawa wa chanzo na picha kamili ya mzozo huo. Aidha, China ilieleza kwa mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani ndio chanzo cha vita na kuyaita ukiukaji wa wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa. Ilitoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi hayo kama suluhisho la msingi. Katika hotuba yake Aprili 2, Fu Kang alitaja mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani kuwa chimbuko la vita, ambayo alisema ni ukiukaji wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, na akataka kusitishwa kwa vitendo vyao vya kijeshi kama suluhisho la msingi ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. China ilijieleza kama rafiki na mshirika mzuri wa nchi za GCC, ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka, usalama na mipaka yao, huku ikilaani mashambulizi dhidi ya raia na kulinda usalama kwa njia za usafirishaji. Mahusiano ya kisiasa ya China yakoje kuhusu vita vya Irani? Beijing imekuwa makini katika juhudi zake za kidiplomasia kuelekea Tehran. Wizara ya mambo ya nje ya China iliepuka kutoa majibu ya moja kwa moja kuhusu mazungumzo na Irani, ikisema tu kuwa mpango uliopendekezwa ni wa wazi kwa pande zote. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na shirika la BBC, hasa kupitia kitengo chake cha BBC Monitoring, China imekuwa na mawasiliano kidogo ya wazi na Irani,
ikilinganishwa na nchi za Ghuba kama Bahrain, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Wang Yi alizungumza kwa simu mara mbili na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi, huku mwakilishi maalum wa China Mashariki ya Kati Zhao Jun akikutana na mabalozi wa Irani mjini Beijing. Katika mawasiliano ya hivi karibuni, China imehimiza mazungumzo badala ya vita, ikisema kuwa amani ni bora kwa Irani na wananchi wake. Kinyume chake, alisema katika wito wa Machi 2 kwamba China inatathmini urafiki wake wa jadi na Irani na inaunga mkono Tehran katika kudumisha mamlaka yake, usalama, uadilifu wa eneo na heshima ya kitaifa. Ni mambo gani ya kisiasa na kiuchumi yanayoongoza China? Mchambuzi Deng Yuan amesema kuwa kutokana na masuala ya usalama wa Ghuba, nishati, njia za usafirishaji na uhusiano wa nchi za Kiarabu, China haitaunga mkono Iran ikiwa itasababisha kuyumba kwa Mashariki ya Kati. Katika matamshi yaliyochapishwa na shirika la habari la Taiwan, Deng Yuan alitaja maneno ya Zhao Jun ambayo alieleza msimamo wa China kuwa kusaidia wale ambao wana busara na sio wale walio karibu na wewe, na kuona kuwa ni ishara ya Beijing kujitenga na mshirika wake wa karibu Tehran. Biashara kati ya China na nchi za GCC inakadiriwa kuzidi dola bilioni 288 mwaka 2024, wakati uwekezaji wa China nchini Irani umekuwa chini ya dola bilioni 5 tangu mwaka 2007. Hata hivyo, gazeti binafsi la Hong Kong la South China Morning Post lilitaja wachambuzi wakisema kwamba mbinu ya China ya kuepuka vita ni chanya. Walisema sera hiyo inaweza kuiruhusu Beijing kuinua uhusiano wake wa karibu na Iran na kurahisisha upitishaji wa shehena zaidi kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa kuongeza, vita vinavyoendelea vinaweza kufanya Marekani kubaki Mashariki ya Kati na kupunguza umakini wake katika maeneo kama mlango wa Taiwan na bahari ya China Kusini. Wachambuzi pia wanatabiri kwamba nguvu laini ya China itaimarishwa zaidi kwa kutegemea ushawishi badala ya kulazimishwa, hasa kwa kulinganisha na sera za Rais Donald Trump wa Marekani ambazo wanasema zimepunguza imani ya kimataifa kwa Washington na kucheza mikononi mwa China. Yapi maoni yako kuhusiana na kile ambacho umekisikia? Niandikie hapo chini. Mambo yatakuwa bomba na maanisha mambo yatakuwa vizuri zaidi. Asante, naendelea kufuatilia.